Bungeni leo. Umekuwa msimamizi wa vijana kwa muda mrefu kidogo, pengine nini ujumbe wako kwao hasa katika swala zima la kutunza amani na rasilimali za nchi? Kwanza ni wajibu wetu kikatiba. Katiba ibara ya 26 kama sikosei, inaeleza umuhimu wa kila Mtanzania anao wajibu wa kulinda rasilimali za nchi yake, anao wajibu wa kulinda mali za nchi yake, anao wajibu wa kulinda taifa lake. Kwa hiyo tunategemea vijana wao ndio walinzi wa taifa, sio wabomoaji wa taifa, na tunategemea vijana kwa kweli wapate fursa hizi na kujua kupata taarifa hasa za serikali. Kuna mambo mengine ambayo yanajitokeza ni kwa sababu labda pengine taarifa hazijakuwepo. Kwa mfano kwenye maeneo ya ajira kumekuwa na serikali imeajiri kwa kiwango kikubwa, lakini kumbuka kwamba wakati wa uhuru tulikuwa tuna chuo kikuu kimoja. Leo tuna vyuo zaidi ya 56. Wahitimu ni zaidi ya 300,000 wanaingia kwenye soko la ajira kila mwaka. Lakati ukija kuangalia ikama ya serikali, waajiriwa katika serikali hawazidi 700,000. Sasa unaweza kuona watumishi wote wa serikali hawazidi 700,000. Lakini wanaomaliza vyuo vikuu kwa mwaka ni zaidi ya 200,000. Sasa unaweza ukaona kwamba serikali zote duniani leo sio namba moja kwenye kuajiri, isipokuwa zina wajibu wa kutengeneza fursa za kuhakikisha kwamba hata kama mtu amepata ajira za serikalini zinazotoka au kwenye taasisi binafsi, ndio maana viwanda vinafunguliwa, sheria ya uwekezaji imebadilishwa, sheria ya ajira za kuratibu ajira za wageni imebadilishwa ili kuhakikisha kwamba ajira zetu wa Tanzania zilindwe, wasichukue wageni, local content, sheria ile ya kuhakikisha vitu vinavyotengenezwa nchini tununue manunuzi ya ndani, lakini pia kuongeza wigo wa viwanda na uwekezaji. Maeneo haya ni muhimu na ni nyeti, lakini pia kutenga bajeti ya kutosherevu ya vijana wanaofanya ujasiriamali, uwekezaji, waliojiajiri kwenye bodaboda, mama lishe, baba lishe, walio kwenye kilimo, walio kwenye fursa za viwanda, walio kwenye migodi huko. Unaona ndio maana kuna Mining for Brighter Tomorrow, kuwapa vileseni za uchimbaji bure na kuwapa mafunzo, lakini pia masomo, hela nyingine iende kwenye mafunzo, pesa nyingine nyingi zaidi pia iende sasa kwenye uwezeshaji, startup capital, lakini pia upscaling capital. Wale wanaoanza biashara wapewe mitaji, wale ambao wameshaanza wako katikati wapewe mitaji ya kuimarisha na kukuza biashara na kazi zao. Kwa hiyo mimi niamini, tunatoa rai kwa vijana wenzangu, mimi pia ni mhanga na ni mmoja wao kwenye changamoto hizo, kwa sababu fursa hizi za ajira za nini hatukuwahi kupata. Lakini hata kufika hapa leo utasema huyu anazungumza kwa sababu yeye ni mtu fulani. Hapana, that's not the thing. Kwa sababu nikikufunulia nyuma ukaangalia historia mpaka nifike hapa leo, ni vile tu tunavaa tai kwa sababu ni lazima bungeni, ndio vazi rasmi, lakini kimsingi yani nipaswa tu nikuvaa kama jinsi ambavyo unajua wachakarikaji tulivyo. Kwa hiyo usije kusema huyu anasema kwa sababu yeye ana hiki ana kile, lakini tunazidi kuziunpack hizi changamoto, tumezidi kutengeneza fursa. Kwa mfano nchi ya China ina wananchi wengi kuliko wote wa Afrika. Nchi zote za Afrika 54 hazifikii idadi ya Wachina, lakini wamejaribu kufungua fursa za ajira na mitaji kwa vijana wao, na wamefungua hata mipaka, wanaenda nje ya nchi. Na sisi tunataka vijana wetu pia watafute maisha nje ya nchi kwa utaratibu na kwa kufuata sheria na kuwawezesha zaidi, kuwapa mitaji, kuwapa elimu. Lakini pia utaona nchi ya India ndio ya pili kwa population duniani na yenyewe vivyo hivyo, Wahindi wako almost everywhere. Sasa tunataka kuona kwamba Tanzania sasa kwenye hatua hii tunakuwa kwa kiwango kikubwa, tunazingatia hata zile changamoto zilizojitokeza. Serikali hii ni sikivu ya Dr. Samia, anaelewa jinsi gani ambavyo atazifanyia kazi zile ambazo zimeonekana ni genuine changamoto au changamoto halali, zitafanyiwa kazi, kwa sababu tumeendelea kufanyia kazi na kutatua changamoto zetu, tukiacha wale ambao wanataka tukuchonganisha au kutugawa. Hizo ni ajenda nyingine ambazo ningeweza kupata kipindi kingine maalum nikakizungumzia, kwa sababu mimi najua pande zote na naelewa maumivu ya Watanzania. Mimi sio mtoto niliyezaliwa kwenye TV, niliyezaliwa kwenye umeme unawaka, nimezaliwa kwenye gari nje, hapana. Yani nimechakalika kutoka huko chini. Kwa hiyo naelewa maumivu ya vijana wenzangu, naelewa maumivu ya changamoto za Watanzania kwenye maeneo kadhaa, lakini mengine yapo ambayo yanachomekwa na wanasiasa, yapo yanayochomekwa na watu wenye maslahi au binafsi. Kubwa tuwe wazalendo. Utaifa wetu ni muhimu, umoja wetu ni muhimu, na uzalendo wetu ni muhimu. Taifa letu likiimarika tunaweza kwenda mbali zaidi, lakini tukilivunja na kuligawanya, maana yake viongozi sisi tutakuwa sehemu ya
ya kuligawa taifa au kulivunja, lakini pia kuzingatia hata kauli zetu sisi viongozi tutazidi kuzizingatia, na matendo yetu na mienendo yetu kuweza kuhakikisha kwamba tunatengeneza taifa moja kama jinsi ambavyo waasisi walituachia, na baraka za Mungu ambavyo zimebariki taifa hili.